Marianzi, umeonaje mchezo leo? Mchezo ulikuwa mzuri. Mchezo ulikuwa mzuri na wapongeza Simba kwa kuwini kwa kwenda hatua inayofuata. Ni kipi ambacho Simba aliwazidi na mpaka kufanikiwa kuwafunga magoli matatu? Acha kwanza Simba timu kubwa, ukizingatia Mbeya City na yenyewe ni timu zoefu kwa sababu ina vijana bado wanakuja kwa kikubwa. Simba wametumia uzoefu wao kwenye mashindano, alafu ukizingatia wametoka kucheza mashindano makubwa, kwa hiyo morali yao ipo juu. Naamini hicho kimewasaidia zaidi kupata matokeo leo. Kipindi cha kwanza mlionekana kucheza vizuri licha ya kufukua nyuma kwa mabao matatu kwa moja. Mmerudi kipindi cha pili mmeonekana kumilikiwa mpira na Simba, mmekuwa mkikaa nyuma ya goli. Nini lilikuwa tatizo hasa kipindi cha pili mkaonekana mkiwa chini tofauti na kipindi cha kwanza? Kipindi cha pili ilikuwa kwa sababu malengo yetu yalikuwa ujue sio FA, malengo yetu ni timu kupandisha timu. Kwa hiyo mwalimu alituambia tu watu waende wakaenjoy tu mpira, ukizingatia tuna mechi ngumu mbili away. Kwa hiyo ndio maana ukaona hata kipindi cha pili kilivyoanza tu wachezaji karibia wanne wote akawa tumetoka uwanjani. Kwa target kubwa yetu ni timu kupanda Premier. Mmeifunga Azam FC, mmeifunga na Mtibwa Sugar. Kwa Azam FC mmeifunga Azam FC kule Chamazi kwa mikojo ya penalty. Labda wewe unaionaje Mbeya City ya msimu ujao ambayo pengine ikafanikiwa kupanda ligi tu? Mashabiki wa Mbeya City wategemea nini? Cha kwanza ni timu mpya, na vijana ambao bado wana nguvu afu wana matamanio ya kufika mbali. Naamini timu ikipanda itakuwa timu nzuri kwa sababu ni maboresho machache tu ambayo timu inatakiwa kuyafanya. Naamini ikipanda itafanya vizuri zaidi kwenye ligi. Basi nikushukuru sana mwalimu. Shukrani. Siwezi kusema tumefanya kila kitu, tumefanya kile kitu ambacho kilikuwa ndani ya uwezo wetu. Hamna kitu ambacho tunaumia. Watu wamepata experience kwa sababu tuna mechi ngumu mbele. Kwa hiyo naamini tulichokifanya leo kitatupa motisha kwa mechi zinazofuata za kupanda ligi. Timu nzima Simba ilikuwa mwiba. Shukrani.